Sasa tugeukie masuala ya afya ambapo kaunti ya Siaya imerekodi kupungua kwa kiasi kikubwa kwa vifo vinavyotokana na ugonjwa wa selimundu. Takwimu za kuanzia mwaka wa 2021 hadi 2026 zikionyesha kuwa takriban wagonjwa 656 waligundulika kuwa na ugonjwa huo, huku vifo 28 vikirekodiwa. Haya yanajia huku serikali ikiendelea kuimarisha juhudi za kudhibiti ugonjwa huo kwa kuimarisha huduma kwa wagonjwa na kuwapima watoto wachanga ili kuhakikisha ugonjwa huo unagundulika mapema. Mwanahabari wetu James Mwangi na makala ya Undugu Afya. Wizara ya Afya imeendelea kujitahidi katika kudhibiti ugonjwa wa selimundu, hasa kwa kuwapima watoto wachanga. Katika kaunti ya Siaya, vifo vinavyotokana na ugonjwa huo vikiripotiwa kupungua kwa kiasi kikubwa tangu mwaka wa 2022, pamoja na idadi ya wagonjwa, takwimu zikionyesha kuwa takriban wagonjwa 656 na vifo 28 zirekodiwa kuanzia mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2026. These achievements have been made possible through deliberate investments by the county government of Siaya, working closely with our development and implementing partners. We have witnessed a steady decline in mortality from 2022 to 2026 and a notable reduction in hospital admissions since 2025. This demonstrates that our interventions are working and that more patients are accessing timely care before complications. Serikali ya kaunti hii imeendelea kuimarisha huduma kwa wagonjwa wanaoishi na selimundu kupitia wahudumu wa afya chini ya mpango wa afya kwa wote, ambao huwatembelea wagonjwa manyumbani mwao kufuatilia hali yao ya kiafya. Our dedicated community health promoters continue to visit households across the county, facilitating early identification, referral, and follow-up of individuals living with sickle cell disease and health conditions. Na ili kuimarisha hata zaidi huduma kwa wagonjwa wa selimundu, serikali ya kitaifa inapania kuendeleza mpango wa orodha ya kitaifa ya wagonjwa ili kuimarisha matibabu na uangalizi wa karibu kwa wanaoishi na ugonjwa huo. While we celebrate these gains, much work remains. We must continue strengthening public awareness, combating stigma, and ensuring that every child and adult living with sickle cell disease receives comprehensive and compassionate care. I wish to particularly encourage all young people and couples planning marriage to undergo screening for sickle cell disease. Knowing one's sickle cell status before starting a family is a responsible and important step. James Mwangi, makala ya Undugu Afya.